TK Movement Juni 14 mwaka 2025 wakiwa Sanjalanda katika kijiji cha Kitopeni wamefanya uzinduzi ambao umeleta vuguvugu zuri kwa vijana ambao wanapenda maendeleo ya kiuchumi. Uzinduzi huo umefanyika katika shule ya msingi Kitopeni na kuanza na maandamano ambayo yameanza katika shule ya msingi Kitopeni ambayo yametembelea mradi wa maji safi, mradi ambao umehusishwa kwa kujengwa kwa gharama shilingi milioni 400. TK taifa letu, kesho yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima taazima nitambue kuwepo wako. Karibu sana kijiji cha Kitopeni. Ninajua umealikwa na baadhi ya vijana, lakini vijana hawa ni vijana wa Kitopeni hapa. Lakini nichukue nafasi hii kukaribisha pia maeneo haya. Ni maeneo ya shule ya msingi, lakini taasisi ambazo zinasimamia. Akielezea mwenyekiti wa kijiji, alieleza kuwa mradi huo wa maji umegharimu kiasi hicho cha fedha ambazo zimetolewa kwa mshikamano wa serikali pamoja na wadau mbalimbali. Mama Samia, Mama Samia, mama yetu. Ndugu mgeni rasmi, ifuatayo ni risala ya uzinduzi wa TK Movement. Uzinduzi wa TK Movement kata Kivuli ya Kitopeni tarehe 14 mwezi wa 6 2025. Risala ya uzinduzi. Ndugu mgeni rasmi, ifuatayo ni risala ya uzinduzi wa TK Movement. Ni umoja wa vijana na wanawake ndani ya taifa letu. Umoja huu umekuwa chachu ya maendeleo katika eneo letu la Kitopeni, kwani tumefanikiwa kuwa na kundi la watu wenye umoja kwa maslahi makubwa ya eneo letu la Kitopeni. Aidha, vijana wengi wamepata fursa ya kushiriki mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali kwa malengo ya kujikwamua kiuchumi. Wakati TK Movement inaingia, tuliingia kwenye vita kubwa, na hususani kupitia Chama cha Mapinduzi, hasa UVCCM. Kwa sababu sisi wakati tunaingia, tuliingia kwa kasi na hatujapoa mpaka leo. Sasa wale vijana kule wakawa nasema wamekuja kutuovertake, wamekuja kufanya hivi. Tukaambia sisi tunafanya kama majukumu, kama vijana tunatakiwa kufanya nini. Na tunashukuru Mungu, viongozi wa CCM wakubwa walilivalia njuga na wakatuweka chini na tukakaa sawa, na leo tunazungumza lugha moja na hawa UVCCM popote tunapokutana nao. Hela. Ukipewa hela leo 10,000, sitaisha tu, baadaye hata kesho haitafika. Je, kutengenezewa barabara? Umepitisha mazao yako vizuri, umepeleka sokoni, shule, maji, madawa hospitalini, haya yote lazima twende tukayalipe Oktoba. Tuwe na hofu na Mungu. Taifa letu, kesho yetu. Kwa hiyo ni hivyo. Lakini narudi kwa vijana. Hakuna kundi gumu kama vijana. Vijana wenyewe wanataka tu kumala na kusola. Unajua kumala na kusola? Yaani wenyewe ni papa. Hawataki muda mrefu wenyewe kutafuta. Wenyewe wanataka bana kuna issue hapa fresh. Lakini hiyo haitakusaidia zaidi. Lazima vijana tu tuna uwivu na taifa hili. Kipindi nchi hii inaongozwa au na rais wa awamu ya kwanza, zaidi ya 75% mawaziri na manaibu waziri walikuwa vijana. Lakini walipambana mpaka leo tuko hapa. Lakini vijana wa sasa hivi tunakata tamaa. Unamkuta kijana anasema bora akawe mbwa Ulaya kuliko taifa lake. Kweli huyu kijana anajitambua kweli? Anakuwa dogi yuko Ulaya. Kwa hiyo taifa hili litapigiwa na vijana kweli. Vijana tuwe strong muda wote kwa ajili ya taifa letu. Sisi ndio wa kupambana na taifa hili. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Kwa jina naitwa Musa Ramadhani Marando, ndio mratibu wa TK halmashauri ya Itigi. Kwa hiyo baada ya hapo nashukuru sana kwa umati huu na kufika leo hapa. Mgeni rasmi ambaye ni ndugu Javin Dadi alihimiza vijana kujitokeza kwa wingi na kujiunga na TK Movement kwa kuwa ni jukwaa kuu la vijana ambao wanaweza kutekeleza maendeleo hapo baadaye. Wanapaswa kushiriki kikamilifu katika kupanga na kutekeleza mambo mbalimbali katika jamii.
alinitumia message mtu mmoja anaitwa Nico Damwelo, nikamwambia kwa nini hawajasema kitu fulani? Tukasema mbona tutawakumbusha. Mara nyingine wanapokuwa wanasoma risala wasisahau kabisa kusema ofisi ya TK Movement, ofisi ya wilaya TK Movement. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Tukiwa na shida, tuna shida na uongozi wa TK Movement, tusiutafute majumbani kwao, tutafute kwenye ofisi. Kila kitu kinawezekana. Fremu inalipiwa fedha, kuna kiti, kuna meza, tutapata na kompyuta, tutakaa ofisini. Ukiwa na shida na katibu uende ofisini, sio mpigie simu uende nyumbani kwake ukukuta na mgogoro na mke wake. Uzinduzi huu umeacha ujumbe mzito Samia Soja, ambao imeleta fursa mbalimbali kwa vijana wanaojitolea katika maendeleo ya jamii. Kutoka Kitopeni Sanjalanda, mimi ni Evidence Ndayanse, Itigi TV.